Habari gani Mwanakewe TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni D wa KOA TV. Ntobi ambaye ni mwana harakati kutoka katika chama cha demokrasia na maendeleo, lakini pia alishawahi kuwa mwenyekiti wa Chadema katika mkoa wa Shinyanga. Lakini pia Ntobi amekuwa akiandika machapisho mbalimbali katika mtandao wa Twitter, hususan yanayohusu chama cha Chadema. Nataka nikusomee kile ambacho Ntobi ameandika kuhusiana na kesi ya aliyekuwa meya wa zamani wa jiji la Ubungo na Kibamba ambaye anafahamika kama Boniface Jacobo. Kesi ya uchochezi namba 1185 ya mwaka 2024 kati ya Jamhuri dhidi ya Boniface Jacobo, meya wa zamani wa Ubungo na Kibamba, na Godilizen Malisa, mtetezi wa haki za binadamu, imeshindwa kuendelea leo tarehe 18 Machi 2025. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu chini ya hakimu mwandamizi Shindi Swalo, kutokana na upande wa Jamhuri kueleza mahakama kuwa shahidi ambaye alimwandaa kwa siku ya leo tarehe 18 hajafika mahakamani hapo kwa kuwa ni mgonjwa. Aidha, mawakili wa serikali umeomba ushauri hili lisikilizwe ndani na sio wazi open court. Hoja ya upande wa Jamhuri ni kuwa wanataka kulinda mashahidi kwa kuwa mwenendo wa shauri proceedings zinatoka nje na kufedhesha taaluma zao. Je, unakubaliana na hoja ya mawakili wa Jamhuri kuwa kesi hii isikilizwe kimya na mwendo wake tusiwe tunauweka hapa? Hayo ni maneno ambayo Ntobi ameweza kuandika katika mtandao wa Twitter, ni kwamba kesi ya Boniface Jacobo ambaye kesi yake ya uchochezi ambayo ni nambari 1185 mwishoni ile. Lakini pia amesema mashtaka hayo inabidi yaendeshwe kimya asiweze kuwekwa katika sehemu za mitandao ya kijamii, open court, ili kulinda taaluma za hao mawakili. Lakini pia watu wamekuwa na maoni tofauti katika sehemu ya maoni. Wa kwanza anaitwa Mr. Heath, anasema wapishi wameishiwa nguvu katika mapishi, gesi imewaishia, mpishi sasa anaamua kula chakula kibichi jikoni kimya. Ndongo kweli hilo. Lakini Msumbawanga anasema kesi ni ya Republic dhidi ya Boniface na Malisa, kwa maana Jamhuri ndiyo inayoshtaki, basi tuna haki ya kujua mwendelezo. Hii ni haki yetu ya kikatiba, bado tuna mwanya wa kufahamu haya katika hukumu ambayo ni public document. Nyeti za nyani hazifichwi kwa kiganja. Lakini Tuhel Edward anasema kesi ya uchochezi isikilizwe faragha kwa maslahi ya nani? Wanaoshukiwa ni public figures, hawajalindwa utu wao. Umma unataka kujua kila kitu kinachoendelea, maana maandishi yao yaliyotuhumiwa ni ya uchochezi yalikuwa public. Lakini Fast Suka anasema tumewahi kusikiliza kesi ya uhaini wazi leo. Kwa nini kesi cha uchochezi kisikilizwe chumbani? Wekeni kila kitu watu waamue nani mkweli nani muongo. Lakini Douglas Mboy anasema wanaogopa aibu ya ushahidi wa uongo. Lakini Abdalla Shai anasema iwe wazi tujue kinachoendelea, sisi ni sehemu ya Jamhuri ya watu wa Tanzania. Lakini Pilato mkuu anasema ukiona hivyo jua wameshashindwa. Shahidi kaona mawe aliyopigwa
mwenzake kaamua kujiuguza. Lakini bodi 2022 anasema kusikiliza kwenye closed chamber sioni kama ni dawa pekee ni kuwa na mashtaka yenye ukweli na kuleta ushahidi wenye ukweli, otherwise haina maana. Na nina imani kwenye hii kesi ya yule ZCO atafikishwa, hivyo au wanajiandaa kwa lolote mbeleni. Lakini Ali Musa anasema pamoja na kudhalilisha mzigo wa taaluma walioibebesha kesi hii ni interest na public, hakimu akikubali hilo ni huo ni mtego janja, acha mtu ale kwa urefu wa kamba yake. Lakini Ishe Ngoma anasema kwa maana nyingine hawa watu tunaowashtaki ni sisi, au kwa maana ya jamhuri ni basi tu wamewapa dhamana mawakili kutuwakilisha, so tuna kila sababu ya kufuatilia mwenendo wa hili shauri. Lakini Human Medical anasema tupo kuchangishwa chale hapa. Isaac Edward anasema mahakama isikubali ombi la serikali kwa sababu hiyo kesi inatoa elimu kwa wananchi, kwa kuwa vifo vinahitajika ufafanuzi. Sasa kuendesha kimya hii kesi ni kutunyima haki ya wananchi, na hata kama hakimu akikubali ombi serikali ikate rufaa upande wa utetezi. Mondezumu anasema tunataka live podcast. Lakini Edue anasema eti kufedhesha taaluma, mwenye kujijua taaluma yake anahofia nini? Lakini Bob JJ anasema kwa sababu gani wakati ni uchochezi na sio ya ubakaji au ulawiti? Pilato mkuu anasema uchochezi wanadai ulifanyika hadharani na wao wakalalamika hadharani, hivyo kila kitu kiwe hadharani. Ukiona wanadharirika ujue ni hivyo. Lakini Kings John anasema hatutakubali na huo utaratibu, ifike wakati DPP aache kupeleka kesi za magumashi mahakamani. Lakini Athmani Mwinyi anasema kama umepata vyeti vya madigrii na unatakiwa kwenda VETA, inamaanisha kuwa kuna taaluma unafedhesha vyeti na taaluma iliyokupa ni cheti. Lakini Nembo anasema kwa nini hawataki watu wajifunze? Donald Maziko anasema we need it public. Lakini IM anasema ila mheshimiwa PK Batara. Lakini Kajoka anasema tusipende vitu vya giza, Mwenyezi Mungu hapendi. Lakini Sadok Simon anasema hii kesi ya uchochezi isikilizwe faraga. Kwa nini wakati wahusika walikuwa wanafanya uchochezi hadharani? PMP anasema tatizo hapo ni moja tu, professional vs quacks, wataalamu dhidi ya vilaza, kimeumana. Timotheo anasema pole sana jamhuri kwa shahidi wenu kuwa mgonjwa. Nondo alizokutana nazo shahidi wa jana, lazima huyo wa leo angeumizwa tu. Lakini Ese anasema isikilizwe mahakamani haya wazi, kila jambo yulikane kuondoa sintofahamu na muendelezo wa kesi. Mbaruku anasema tunakubali kwa sababu ambazo hatuwezi kuziweka wazi kuepusha matusi yenu. Hayo ni maoni ambayo watu wameweza kutoa katika mtandao wa Twitter, lakini upendelewa comment ya mwisho au maoni ya mwisho yanatoka kwa Papa G. Anasema ngoma ichezwe hadharani, huo sio unyago wala jando. Asante kwa pamoja nami katika kipindi cha Ulimwengu wa Siasa. Jina langu ni Diwakewe TV. Hapa tulikuwa tunaangazia namna Ntobi alivyozungumzia kuhusiana na kesi ya uchochezi ambayo Boniface
Jacobo ambaye alikuwa meya wa zamani wa Ubungo na Kibamba aliweza kushtakiwa na jamhuri kuwa anafanya uchochezi. Jina langu ndio KYO TV, tukutane katika ulimwengu wa siasa. Bye bye. Kwa heri, tukutane wakati ujao.